Israel imeweka wazi kusema kwamba wanaitambua inaitwa Somaliland. Sasa baadhi inaonekana kuwa kama inakuaje tena kile ambacho ilikuwa kwao mambo yako kwa namna hii. Imekuaje hii mchungu, lakini kuweka kwa wadhi hii, kuweka hadharani hivi kwa wao inaweza kuwa kura kwa namna gani na kwa nini imekuwa hivi, lakini hii inaleta kitu gani hasa katika mzozo ambao unaendelea? Yes, kwanza hii ni taarifa ambayo ukisikiliza unaweza ukahisi kama ni taarifa ndogo sana. Lakini ni taarifa kubwa sana kwenye siasa za kijiografia na katika siasa za kikanda. Unajua Somalia ni nchi ambayo inapatikana katika pembe ya Afrika. Tunaita Horn of Africa. Na inatajwa wakati fulani kwa wananchi wake ndio wanaondoka zaidi. Yes, kwa sababu ya hayo masuala ya Al-Shabaab, Al-Qaeda amekuwa akisumbua ukanda ule wa pembe wa Afrika. Sasa kihistoria nilikuwa natazama makala mbalimbali ambazo zimekuwa zikiandikwa na watu mbalimbali kuelezea dhana hiyo ya Israeli kuweza kuitambua eneo la Somaliland. Kihistoria haya ni maeneo ambayo yametawaliwa na wakoloni tofauti. Somaliland kutazama itawaliwa na Italia. Lakini hii Somalia nyingine iliweza kutawaliwa na Uingereza. Vitu viwili tofauti hivyo watu wafahamu. Yes, sasa mwaka 1960 na siku 4 baadaye nchi hizi zikaweza kuungana. Bwana tu kitu kimoja. Kwa kitu kimoja. Lakini kijiografia Somaliland inaunganisha kati ya pembe ya Afrika, Guba ya Aden, lakini vile vile katika eneo la mashariki ya kati. Kwa limekuwa ni eneo ambalo likishawishi biashara nyingi ya kimataifa. Sasa ukitazama mwaka 1970 mpaka mwaka 1980 aliingia kiongozi mmoja anaitwa Sidi Barre. Huyu Sidi Barre inatajwa kwamba aliendeleza ukatili mkubwa zaidi kwa watu wa Somaliland. Aliweza kuwaua kwa maelfu. Inatajwa kwamba mauaji yake yanatajwa kwamba ni mauaji ya halaiki. Sasa mwaka 1990-91 tunafahamu kwamba Somalia ilipitia katika vita vyenyewe kwa wenyewe. Watu wengi walifariki. Na mwaka huo tukashuhudia kwamba Somaliland ikaweza kujiondoa katika muunganiko wa Somalia. Wanasema bwana sisi tunajiweka pembeni sasa. Lakini nchi nyingi hazitambui wala haziungi mkono katika hiyo hatua yake. Sasa Israeli kama unafahamu kwamba wamekuwa wakipambana na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini hususan katika eneo la kijiografia kuanzia katika mfereji wa Hormuz kutazama eneo la Suez Canal huku Misri, lakini katika vile vile katika pembe ya Afrika. Sasa kuna bandari au mlango bahari unaitwa El Bab Mandeb. Huu mlango bahari umekuwa ukiunganisha eneo la Mashariki ya Kati na eneo la bahari ya Hindi. Sasa ukiangalia Somaliland imekuwa ikipakana nchi ya Yemen. Ambao Yemen kuna waasi wa Houthi. Ndio. Ambao wamekuwa wakikamata meli za kimataifa na inatajwa katika ukanda huo takriban 10% mpaka 12 biashara kimataifa inapita katika mlango bahari wa El Mandeb. Yes, wa Somaliland. Sasa Israeli ameitambua Somaliland. Kwanza anataka kujenga kituo cha kijeshi kule sasa. Kwa lengo la kupambana na Wahuthi. Lakini Iran amekuwa akitumia tunasema proxy. Yani proxy ni mashirika ya kimkakati ambao yanapigana kwa niaba ya mataifa mengine ambao au ni Huthi. Lakini ukitazama ni eneo ambalo limevutia nchi nyingi, kwa mfano hata Uturuki wana base yao, China wana base yao, Djibouti, Ethiopia kwa sababu ni nchi ambayo ina bandari, imekuwa ikitegemea bandari ya Djibouti kupitisha biashara zake. Kwa ukitazama ni kwamba ni eneo ambalo linataja kwamba mtu ambaye atakuwa na ushawishi anaweza atakuwa na ushawishi wa kijiografia katika eneo hilo hapo, anaweza kudhibiti biashara ya kimataifa takriban 10% mpaka 12%. Okay. Kwa sasa Umoja wa Afrika hawataki kutambua Somaliland kwa sababu wanajua kuna baadhi ya maeneo nayo yanataka kujitenga katika nchi za Kiafrika. Kwa hiyo ukiweza kutambua na wao wataanza kudai hoja zao za kuweza kutambua, kuweza kujitenga. Na ukitazama ile eneo kama nilivyosema ni eneo dogo kijiografia kama Taiwan vile.
eneo ambalo ina watu, kwa mfano Somaliland ina watu milioni 6 population. Taiwan na watu milioni 23. Lakini maeneo ambayo tunasema ni trade route, maeneo ya kibiashara, maeneo ya kimkakati, ni maeneo ambayo bandari na meli zinapita nyingi kutoka Amerika, kutoka Mashariki ya Kati, kutoka Bahari ya Hindi kuelekea katika biashara ya kimataifa. Kwa sasa ni eneo ambalo kwa kweli limekuwa likivutia watu wengi. Sasa Netanyahu ameweza kutambua, akasema bana, sikilizeni, sisi tunawatambua kama ni taifa huru. Tunatambua. Na jana ukiangalia kule mitaa ya Somaliland, wananchi wamekuwa wakishangilia baada ya kutambuliwa rasmi na Israel. Lakini nimeona Umoja wa Afrika umepinga, nimeona kiongozi wa Somalia vile vile naye amepinga na kukashifu hiyo hatua. Lakini nimeona kwa mfano viongozi mbalimbali wa Afrika Mashariki wamesema kwamba wao hawatambui Somaliland kama ni eneo huru. Sasa limekuwa ni eneo ambalo kwa kweli la mapigano mengi na makubwa miongoni mwa siasa za kijiografia. Kwa hiyo kutambuliwa kwa Somaliland sio kwa Israeli, ni hatua ya kuweza kudhibiti ushawishi wa Iran, ushawishi wa Yemen, ushawishi wa Houthi katika guba ya Eden, Mashariki ya Kati, na katika mfereji huo bahari ya Hindi. Kwa kweli kwa Israeli, kuna fahamu kwamba Israeli wao ni majasusi, wamekuwa wakichukua kila hatua ambayo wanaichukua au wanaifanya katika kudhibiti, kutawala na kufikia maeneo yake mkakati. Kwa kifupi Mchungu, kutambuliwa kwake jana na nchi kama Israel kuna hatari kwa nchi ya Somalia na baadhi ya ukanda huo, si ndio? Kwa sababu kuna mataifa makubwa yatakuwa na mezi ya mate eneo hilo. Ni moja mataifa, ni moja ya maeneo ambayo yanagomaniwa. Kwa hiyo kuna mataifa tayari unaenda unadondoka hivi. Uturuki kwa mfano ana base yake Djibouti, Somalia, China ana base kubwa. Uturuki mwataja ni kweli, ndio wasahau, lakini moja watu ambao Somalia ndio walikuwa wanaitumia sana, hasa maeneo ya fukwe. Sawa bana, kufanya biashara zao. Ndio. Asilimia 10 mpaka 15 ya biashara kimataifa inapita. Sasa hawa Houthi, unajua Houthi ni watu ambao wanafanya uharamia wa baharini. Ndio. Wamekuwa wakiteka meli za mafuta, wamekuwa wakidhibiti biashara kimataifa. Na hawa Houthi ni watu ambao wanaungwa mkono na Iran. Sasa Israeli anaweza vipi kupambana? Kupambana na Houthi. Mimi nimeshangaa kitendo cha kutambua katikule wakai watu wake. Sio nielewa vizuri. Hoja msingi zaidi kwamba Israeli ipo mbali. Huko ni pembe ya Afrika. Unawezaje kuitambua? Maana ni kwamba sakishaitambua anafanya mambo yake. Kwanza hatua ambayo inakuja ni kufungua balozi. Balozi ya Somaliland na Israeli. Wakishafungua maana ni kwamba wataanza ushirikiano wa kidiplomasia, maana ni uchumi, biashara, ujasusi na kujenga military base. Kwa sasa Israeli ataitumia Somaliland cha kwanza kujenga vituo vya kijasusi. Na akishaita na tafsiri ya Israeli kuitambua maana ni kwamba Marekani yanakuja. Kwa sababu Marekani sana ushindana na Iran. Ndio. Kule Strait of Hormuz kule Iran wao wakifunga ule mlango bahari, dunia nzima wao inapiga chafa. Kwa sababu asilimia 80 mpaka 90 ya biashara ya kimataifa ambayo inatoka Mashariki ya Kati inapita Strait of Hormuz. Kwa Iran alikuwa anatumia mlango bahari wake wa Strait of Hormuz, anaitumia Somaliland kwa kutumia Houthi kuweza kudhibiti biashara ya kimataifa. Sasa tunaweza vipi kuwadhibiti ya watu? Israeli kuitambua Somaliland, wataweka military base, lakini kuyatazama sasa kwa Somali wenyewe ni kama ni uhuru, lakini kwa Israeli ni nguvu ya kijiografia kuweza kudhibiti na kuondoa ushawishi wa Uturuki, ushawishi wa China, ushawishi wa Iran na ushawishi wa Yemen katika eneo la Guba ya Eden. Sawa bana. Morning Express. Tutazama taarifa nyingine. Kwanza hizi taarifa utaondoka nazo kwa nani kulingana na muda, utaondoka nazo Mchungu. Moja